Nyingine tena tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Medicounter kuweza kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na afya zetu. Kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya afya. Jina langu ni Dafrosa Prosper. Kwa nami basi uweze kujua ni nini hasa ambacho nimekuandalia katika nusu saa hii maalum kabisa kwa ajili yako. Leo tunazungumzia swala zima la uvimbe kwenye kizazi. Uvimbe kwenye kizazi. Hii inamaanisha nini? Uvimbe kwenye kizazi, kimsingi kuna vimbe nyingi. Lakini vimbe ambazo zimezoeleka sana na zinajulikana sana ni zile ambazo zinazojitokeza katika misuli ya kizazi. Hiki kizazi kwa lugha ya kitaalamu inajulikana kama uterus. Kwa hiyo vivimbe hivi ambavyo vinavyojitokeza kwa bahati nzuri ni vivimbe ambavyo si vya saratani. Ni vivimbe ambavyo ni vya kawaida na huwa vinatokea kwa wanawake katika misuli yao na vinaendelea kukua kulingana na jinsi ambavyo vinavyokutana na ile homoni inayojulikana kama estrogen, na vitaendelea kukua kwa kadri ambavyo kadri umri unavyoongezeka, na ukuaji wake unatofautiana kati ya mwanamke na mwanamke. Tunaweza tukasema labda kwa nini vinatokea sasa? Kwa nini vinatokea na kwa nini vinakuwa kwa kasi na vinatofautiana? Sababu halisi inayosababisha kutokea kwa vimbe hivi haijulikani. Hata hivyo, kwanza asilimia karibia 30, kwa sababu ni kati ya asilimia 20 mpaka 40 ya wanawake katika maisha yao yale ya uzazi huwa inatokea kwamba wanapata vivimbe hivi. Kwa hiyo hakuna sababu kamili inayosababisha. Hata hivyo, kuna mahusiano na aidha vinasaba au mahusiano na hizi homoni zijulikanazo kama estrogen ambavyo vinaweza vikapelekea kukua kwa vimbe hivi. Mathalani, kwa wanawake ambao wana ndugu ambao wamekwisha kuwa na vivimbe hivi vya fibroids, wanakuwa katika hatari ya kuweza kupata vivimbe hivi. Yaani kwa mfano ana ndugu yake wa karibu kama dada, mama na kadhalika ambaye alipata vivimbe hivi, basi na yeye anaweza kuwa na hatari hiyo. Wanawake wengine ambao wanaweza wakapata changamoto ya kupata vivimbe hivi ni wale ambao wamechelewa kupata watoto, kwa sababu inakadiriwa kwamba baada ya miaka 35 wanawake wengi ambao bado hawajapata watoto wanakuwa wana vivimbe hivi vya fibroids. Na sababu nyinginezo ni pamoja na mtindo wa maisha ambao unahusisha pia uzito uliopitiliza, kutokufanya mazoezi na ulaji ambao usiofuata mlo kamili au utaratibu unaotakiwa. Kwa hiyo vyote hivi vinaweza vikaambatana na kusababisha uvimbe huu. Na baadhi ya tafiti zimeonyesha kwamba wanawake wenye asili ya weusi, sasa hizi tafiti zilifanyika zaidi katika zile nchi ambazo zina mchanganyiko wa Afrika na wale wazungu. Kwa hiyo unakuta kwamba wale wenye asili ya weusi walikuwa na changamoto zaidi, yani walikuwa katika hatari zaidi ya kupata vivimbe hivi ukilinganisha na wale weupe. Kuna wakati tunaona mama anatolewa uvimbe kilo 5, naam, kilo 3, kilo nyingine nyingi, yani ambako mpaka mtu sasa nisa kakaa tumboni kwa design ile, yani kwa ukubwa ule. Sasa huyu mama ambaye mwenye uvimbe ataisikia nini au ataona dalili zipi ajue ya kwamba sasa na kitu tumboni ambacho si cha kawaida? Kwanza zinapoanza zikiwa ndogo ndogo, mama yule anaweza asisikie dalili zozote, na hata kujulikana kwamba ana uvimbe huo it just happen coincidentally, kwamba labda alienda kufanyiwa ultrasound ndo akaonekana kwamba ana uvimbe, au alikuwa anafanyiwa upasuaji ndo akaonekana kwamba ana uvimbe. Hata hivyo, ikishaanza kukua na kuwa kubwa, inaweza sasa ikawa na dalili mbalimbali, ikiwemo tumbo kuongezeka kama mjamzito. Hiyo ni dalili mojawapo, na nyingine ni mabadiliko ya hedhi ambayo yanaweza katokea kwamba mtu mathalani alikuwa anaweza kuona hedhi yake kwa siku 2 au 3, sasa anaiona kwa muda mrefu na inatoka kwa wingi, wakati mwingine ikiwa imeambatana na mabonge ya damu, na hivyo hivyo kwamba alikuwa akibadilisha zile taulo zake labda mara 3 kwa siku,
Sasa anajikuta kwamba kwa siku anabadilisha nyingi zaidi ya 5 au 6, na zikiwa zimejaa kabisa, zikiwa na mabonge wakati mwingine. Hii inaweza ikawa ni mojawapo ya dalili kwamba kuna tatizo katika upande wa kizazi chake, na huenda ikawa ni vivimbe hivi. Na baadhi ya wanawake wanaanza sasa kusikia uzito katika eneo lao hili la nyonga, na wakati mwingine hata maumivu kutokana na ukuaji wa ule uvimbe, na hivyo kusukuma mifupa ile ya nyonga na kusababisha maumivu. Kuna aina ngapi za huu uvimbe? Tunapoongelea kivimbe kwenye kizazi, mara nyingi inakuwa ni fibroids ambazo ni ngumu, wala sio vivimbe maji, japokuwa baadhi yao zinaweza zikabadilika na kusababisha vivimbe vingine vinavyojulikana kama polyps na vivimbe vya aina nyinginezo, au vile vivimbe vinavyopelekea kuwa na saratani na kadhalika. Hata hivyo ni kwa asilimia chache sana ambao utakutana na vivimbe hivi vya fibroid ambavyo vimebadilika kuwa saratani. Hivi vivimbe maji tunavyoviongelea kwa lugha ya kitaalamu vinajulikana kama ovarian cyst, na vinapatikana katika ovaries, na venyewe vinaweza vikawa vikubwa tu, wengine mpaka ikaonekana kama mama ni mjamzito, kumbe kwa sababu ya hizo ovarian cyst, na ambazo ndio hivyo vivimbe maji, na vinaweza vikaongezeka kwa saizi au vikabakia saizi hiyo au vikaisha venyewe bila kupewa matibabu ya aina yoyote. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani ambavyo hizi ovarian cyst zinaweza zikabadilika. Hata hivyo ovarian cyst hizi pia zinaweza zikaenda zikabadilika zaidi na kupelekea kupata saratani ya via vya uzazi au ovaries, ambayo inajulikana kama ovarian cancer. Inakuwaje sasa mpaka uvimbe unabadilika unakuwa ovarian cancer? Kwanza somo la saratani ni somo pana. Ni somo pana sana ambalo linahitaji maelezo mengi mno. Hata hivyo katika kulijibu swali lako ni kujibu tu kwamba saratani inavyotengenezwa huwa inatokea kwa sababu kuna seli za mwili ambazo zinaharibika na kutengenezwa. Yani wanasema ni process ile ya repair. Pale ambazo zimeharibika zinatengenezwa. Sasa katika kutengeneza ni kama vile mtu amekatwa mahali, kwamba unapona mpaka inafikia hatua kwamba sasa umeshapona vizuri, nyama isharudi vizuri, na panafunga na panaishia pale pale. Kuna baadhi inatokea kwamba katika ile kovu, badala ya kuishia pale pale, ile kovu linaendelea kuongezeka juu zaidi. Kile kinachoongezeka ina maana kuna mtindo ambao umekwepwa pale katika repair, ile ilitakiwa izuiliwe isikue zaidi ya pale. Sasa kama ni ile ambayo isokuwa saratani, inaongezeka tu lakini haina madhara makubwa, na inajulikana kama keloids. Kovu ambalo limekuwa kubwa inajulikana kama keloids. Sasa ukichukulia huu mfano wa keloids, sasa ukiupeleka katika upande wa saratani, ni kwamba inakwepa sasa ule mfumo mzima wa udhibiti wa ukuaji, na inaendelea kukua tu bila kujali kama kuna mfumo mwingine wa kudhibiti ili isikue zaidi. Sasa kadri inavyoendelea kukua, ndivyo jinsi ambavyo inavyoendelea kukua na kusambaa na kuendelea kuleta changamoto nyinginezo za ziada. Hivyo kama ni tatizo limetokea kwenye damu, ndio utasikia mtu huyu ana saratani ya damu. Kama imetokea kwenye ngozi, utasikia mtu ana saratani ya ngozi. Kama imetokea kwenye kizazi, itakuwa ni saratani ya kizazi. Na kama itakuwa ni kwenye ovaries, inakuwa ni saratani ya ovaries. Kwa hiyo hata hivi vivimbe ambavyo tunaita ovarian cyst, na vile katika huo mfumo wake wa kubadilika na kurepair na kadhalika, na wenyewe ukikwepa sasa huo mfumo wa kudhibiti utaratibu mzima wa ukuaji, ndio unaenda unasababisha saratani, na hatimaye sasa mtu huyu anakuwa na ugonjwa huo wa saratani ya ovaries. Sasa kwa swala zima daktari la kupata ujauzito, labda inakuwaje kama ndio katika umri wa miaka 20 mpaka 30 hapo bado hajapata mtoto, au hata anataka kuongeza mtoto, tayari ana uvimbe kwenye kizazi, mnamsaidiaje? Kwanza uvimbe huu, kuna baadhi ya wanawake wanaweza kaa na vivimbe hivi na wakabeba ujauzito bila shida yoyote. Ukaja kukutana nazo tu, labda unamfanyia operation au ultrasound, ndio unakutana kwamba kumbe ana vivimbe hivi. Kwa hiyo wako wengi tu ambao wanakuwa na hiyo hali. Lakini kuna baadhi ambao inakuwa ni changamoto. Either inakuwa changamoto kwenye kushika ujauzito,
au anashika ujauzito lakini ule ujauzito hauwezi kukua na hatimaye unatoka. Na tafiti nyingi zinaonyesha kwamba wanawake ambao wana vivimbe hivi wanakuwa katika hatari zaidi ya kupoteza ujauzito kuliko hata hatari ya kuto kushika ujauzito. Hata hivyo, unapokuwa sasa hujashika ujauzito pia kwa muda mrefu, unakuwa pia katika hatari ya kupata vivimbe hivi. Sasa kwa mfano kwa huyo ambaye ana uvimbe na ana ujauzito, uvimbe umekaa sehemu mbaya na tayari ni mjamzito, mnafanyaje kuokoa maisha ya mama, maisha ya mtoto kwa wakati mmoja? Kwanza, ikishatokea kwamba mama ni mjamzito, hatuna shida tena na ule uvimbe, tunaendelea kulea ujauzito wake. Hata hivyo, kuna baadhi inatokea changamoto kubwa ambayo inapelekea kwamba inaweza katishia hata uhai wa mama. Kwa lugha ya kitaalamu inajulikana kama red degeneration. Kwa wakati huo inapotokea hiyo hali kwamba uvimbe huu sasa umeandago hayo mabadiliko na kusababisha kutishia uhai wa mama, hakuna namna nyingine zaidi ya kufanya upasuaji na kuondoa. Sasa iwapo ujauzito utaokoka, yani baada ya kuondoa ule uvimbe ujauzito ukabaki, hilo ni swala lingine. Lakini ikatokea kwamba kwa bahati mbaya katika process ya kuondoa ule uvimbe na ujauzito na wenyewe ukaharibika, basi itakuwa ni sehemu ya kuokoa maisha ya mama na ujauzito ukawa umeharibika, kwa hiyo itakuwa haina tatizo. Ishe kutokea mama akatolewa kizazi kabla hajapata hata mtoto mmoja kutokana na fibroid? Imeshatokea wengi tu, kwa sababu unakuta kuna wengine wanakuwa na vimbe kubwa mno kiasi kwamba hata ukiziondoa afu ukaacha kizazi, kunakuwa hakuna faida yoyote ya kukiacha kile kizazi. Na wakati mwingine hata kudhibiti utokaji wa damu inakuwa ni ngumu wakati wa upasuaji kama utaondoa tu vimbe na ukaacha kizazi. Kwa unalazimika kuondoa pia na kizazi. Kuna wengine ambao basi zinajirudia, mtu kafanya kashatufanyia matibabu ikatolewa, baada ya muda inajirudia. Inatokana na nini? Tafiti zinaonyesha kwamba wanawake wanaotolewa vimbe zile, baada ya miaka 5 vimbe zile zinakuwa zimerudi tena. Kwa hiyo haishangazi, sababu ile iliyopelekea kuja kwa vivimbe mara ya kwanza ndio hiyo sababu itakayosababisha kuja kwa kivimbe mara ya pili baada ya kwamba vimeshaondolewa. Daktari, umezungumza kwamba moja pia ya sababu ni wale wanawake ambao wanapata mtoto katika umri mkubwa, yaani sababu moja hapo ya mtu kupata uvimbe katika kizazi. Sasa hebu tuwekee vizuri hapa, ni umri upi sahihi basi mama kuanza kubeba ujauzito na angalau labda kuishia katika umri gani? Kwanza ieleweke kwamba kuna umri unaojulikana kama umri ambao ni umri wa uzazi. Kwa lugha ya kimombo tunaita reproductive age. Ambao mara nyingi unaanza pale ambapo mama mwanamke au msichana anapovunja ungo hadi pale ambapo anapokoma hedhi. Inamaanisha kwa kawaida inakuwa ni around miaka 15 mpaka miaka 45. Huu unakuwa ni umri ambao mtu anaweza akabeba ujauzito. Hata hivyo, tunashauri kwamba umri mzuri sana wa kubeba ujauzito ni kati ya miaka 20 hadi 40. Na inafahamika kwamba unapofikisha miaka 35 uwezo wa kubeba ujauzito unaanza kupungua kidogo kidogo, na unapofikia miaka 40 unapungua zaidi na zaidi. Na pia unapofikia miaka 45 kuna wengi sana ambao wameshafikia hata umri wa kukoma hedhi, japokuwa umri wa wastani wa kukoma hedhi ni miaka 50. Ila kwa umri ambao kuanzia miaka 45 mpaka 55 ni umri ambao mwanamke anaweza akakoma hedhi muda wowote. Hii ya miaka 20 mpaka 40 ina faida nyingi kibiolojia, kisaikolojia, hata kijamii pia, bila kusahau kiuchumi inakuwa na faida nyingi. Na pindi unapochelewa zaidi ya miaka 40 pia kunakuwa na hatari ambazo zinaambatana na umri huo. Mathalani kama umekwisha wahi kusikia tatizo na watoto wanaozaliwa wakiwa na macho madogo madogo, wanajulikana kama watoto wenye Down syndrome au inajulikana kama Mongolians. Wanakuwa na macho madogo madogo, masikio yako chini, wakati mwingine unakuta kwamba wana changamoto nyinginezo kama magonjwa ya moyo na kadhalika. Hii yote inaweza ikaambatana na kupata ujauzito katika umri mkubwa. Hata hivyo, kama mtu kweli bado hajapata ujauzito, bado hatuwezi tukamzuia kubeba ujauzito hata pale ambapo amevuka hiyo miaka 40, alimradi tu hajakoma hedhi,
basi hakuna namna zaidi ya kujitahidi kubeba ujauzito huo. Kimsingi tunapoongelea swala la vimbe hizi na kuchelewa kuzaa, tunasema kwamba kwa lugha ya Kimombo tunasema kwamba vimbe hizi, yani uterine fibroid, zinahusika na either too late au too little au too spacious pregnancies. Yani kwamba ukichelewa sana kubeba ujauzito unakuwa kwenye hatari za kupata vimbe hizi. Ukiwa na watoto wachache sana, yani kubeba mimba chache sana, unakuwa kwenye hatari ya kupata vimbe hizi. Lakini pia hata watoto wako wakitengana sana muda mrefu, kama hivi mtu kapata mtoto leo, kakaa miaka 10 ndo anakuja tena kubeba ujauzito mwingine, bado anakuwa kwenye hatari ya kupata vimbe hizi. Kwa space hapo inatakiwa iwe ngapi kwa ngapi? Watoto wanatakiwa watengane miaka 2 hadi 3. Ni kwamba unanyonyesha kwa muda wa miaka 2, halafu unabeba tena ujauzito mwingine. Kwa hiyo unajikuta ukija kupata mtoto mwingine ni miaka 3 tayari. Kwa upande wa wanaume, wanaume na wenyewe wana vivimbe vyao ambavyo vinahusiana pia na umri au na changamoto nyinginezo. Kwa mfano, kuna tatizo hili tunalijua kama ngirimaji, yani mabusha haya. Yanawezekana pia yanahusiana na maambukizi ya vijidudu mbalimbali, hivyo kupata hizi ngirimaji. Wengine wanaweza wakapata vivimbe vingine katika mishipa yao ya damu inayokwenda katika korodani, ikawa tunaita varicosities. Ile wakapata vimbe ndogo ndogo katika ile mirija ya damu, ambayo pia ikasababisha ugumba kwa sababu joto linaongezeka sana kule. Na wengine wanapata vivimbe katika tezi dume. Sasa hii tezi dume inahusika zaidi katika uzalishaji wa majimaji yale ambayo yanasaidia katika kusafirisha mbegu za kiume, na hatimaye sasa unapata tezi dume inaweza ikaanza kupelekea changamoto, na wengine wanapata hata saratani ya tezi dume. Lakini hii inaambatana sana na umri. Swala la mwanaume kukoma kuweza kumbebesha mwanamke ujauzito au kumpa mimba au kukosa nguvu zile za kiume inajulikana kama andropause. Sasa hii mara nyingi inaanza kidogo kidogo kuanzia miaka ya 40 na inaendelea kuongezeka changamoto yake hiyo taratibu taratibu. Wengine hata wanapofikisha miaka 40 ndio wanajikuta wameingia kwenye hiyo andropause. Lakini kuna wengine miaka 40, 50 tayari wamekwisha kuingia katika andropause, ila kwa kuchelewa sana ni miaka 70 hadi 80. Watu wanaweza kujiuliza au wakauliza, je, kuna uhusiano kati ya matumizi ya njia za uzazi wa mpango na changamoto za vivimbe katika kizazi? Inategemea njia ya uzazi wa mpango ulioitumia. Mathalani ile ya vidonge, hususani vile vidonge vyenye mchanganyiko wa homoni ya estrogen, inawezekana vikapelekea kuongezeka kwa uvimbe huu wa kizazi. Hata hivyo, hatari yake ni ndogo kwa sababu pia imechanganywa na homoni nyingineyo ukilinganisha na faida yake. Hata hivyo, njia nyinginezo kama hizi ambazo zina progesterone peke yake, kama hizi za sindano, vipandikizi na kadhalika, inawezekana zisiwe na athari ya kuongezeka kwa vivimbe hivi, badala yake zikawa na faida zaidi kwenye kupunguza vivimbe hivi. Lakini pia kuna wale ambao wanafunga kabisa vizazi vyao wasiweze kubeba ujauzito. Sasa hii inawezekana isilete athari moja kwa moja kwa sababu ya kufunga. Athari tu itaegemea kule katika ule upande kwamba umekaa muda mrefu bila kubeba ujauzito. Kwa hiyo unapokaa ule muda mrefu bila kubeba ujauzito, unaweza ukapata vivimbe kwa sababu hiyo, na si kwa sababu umefunga. Kwa hiyo kufunga hakuongezi uwezekano wa kupata vivimbe, ila tu vivimbe vinaongezeka kwa sababu ya kukaa muda mrefu bila kubeba ujauzito. Daktari, umesema kwamba endapo mama ikatokea kabeba ujauzito katika umri mkubwa, anaweza akapata mtoto mwenye Down syndrome. Sasa anaweza akafanya nini ili asiweze kupata mtoto mwenye Down syndrome? Ieleweke kwamba uwezekano wa kumpata mtoto ambaye ni Down syndrome unaendana na umri, na vinasaba vya mama vinakuwa vimebadilika
ambavyo sasa vikibadilika vile ndio vinapelekea sasa kupata mtoto wa Down syndrome. Kwa hiyo unapojikuta kwamba umeshabeba ujauzito, haujui kama huu ujauzito ndio utakaosababisha Down syndrome au utasababisha kupata mtoto ambaye hana changamoto zozote. Ila kinachojitokeza ni kwamba katika ukuaji wa ujauzito inawezekana vikafanyika vipimo vya kujiridhisha kama mama huyu ana mtoto au ana ujauzito ambaye mtoto atapata Down syndrome. Kuna vitu vinafanyika kupitia kwenye ultrasound, lakini wengine pia wanaweza hata wakapima kwa kuchukua yale majimaji ya mule ndani yanomzunguka mtoto kule ndani ya kizazi na kwenda kuyapima maabara na kujiridhisha kwamba mtoto huyu huenda atapata Down syndrome. Ila kuna baadhi ambao wanapojikuta kwamba umri umekuwa mkubwa na bado wanataka kubeba ujauzito, wanaweza wakaamua kuchagua njia za kisasa za kubeba ujauzito zinazojulikana kama IVF au ICSI. Sasa ukienda kule kwa zile taasisi ambazo zimeendelea sana, wana uwezo wa kupima zile mbegu za baba pamoja na mbegu na mayai ya mama na kugundua kwamba mayai haya yana ubora mzuri na hayana mapungufu yoyote ya vinasaba, hivyo yanaweza kutumika kwa ajili ya kutungisha ujauzito. Sasa swali ambalo tunaweza tukajiuliza au jamii kauliza ni kwamba sasa tunaondokana vipi na changamoto ya vivimbe hivi? Kwanza naomba nirudie pale pale mwanzoni nilikosema kwamba wengi wanaokuwa na hivi vivimbe hawana dalili zozote wala hawana changamoto zozote zinazotokana na hivi vivimbe. Kwa hiyo hawa ambao hawana changamoto, inawezekana hata kusihitajike aina yoyote ya matibabu kwao. Hata hivyo, wale wachache ambao wanaokutwa na changamoto kama kutokwa na hedhi kwa wingi au muda mrefu hadi kupungukiwa hata na damu, au wengine ambao wanapata changamoto za ugumba au mimba kuharibika mara kwa mara, basi ni vema wakaona wataalamu wa afya. Kwa hiyo tunapoanzia ngazi ya jamii, watambue watu hao wenye changamoto za aina hiyo na washauri kwenda katika vituo vya afya, na ikiwezekana wasaidie na kuwasapoti kwenda kule kupata huduma hizo za kutibia uvimbe huo, aidha kutibu kwa dawa au kutoa kabisa kwa njia ya upasuaji. Naam, ewe mwanamke ambaye unatarajia kupata watoto, unatakiwa uzingatie mambo mbalimbali, ikiwemo kupata ushauri kabla ya kubeba ujauzito au kabla ya hata ya kuingia katika mahusiano kwa ajili ya kubeba ujauzito. Na baada tu ya kwamba umeshaanza mahusiano, pia uendelee kupata ushauri na vipimo ili kujiridhisha kwamba hauna changamoto za vivimbe, lakini na maradhi mengineyo pia, kwa sababu ukiacha matatizo ya vinasaba, kuna matatizo mengineyo mbalimbali kama siko seli na maradhi mengineyo ambayo mnatakiwa kufanyiwa vipimo na kujiridhisha kwamba hakuna mapungufu makubwa ambayo unayo. Hivyo tunawashauri sana wenza, kabla ya kuingia katika mahusiano, basi ni vema kufanyiwa uchunguzi wa vitu mbalimbali, ikiwemo vya vinasaba kama nchi yenu au katika mazingira hayo yana uwezo wa kutoa, lakini na vipimo vinginevyo kama vya siko seli, vivimbe na kadhalika, ili kuweza kujua namna gani mnaweza mkaenda. Hii itasaidia kuepusha migogoro isiyokuwa ya lazima pindi mnapoingia sasa katika ndoa na mahusiano, kwa sababu kila mtu atakuwa anajijua hali yake ya kiafya. Bila kusahau hata wanaume ni vyema pia kupima mbegu zao, kujijua hali zao pia. Kufikia hapo, kipindi cha Medicounter hakina la ziada. Leo hii tulikuwa tukizungumzia swala zima la uvimbe kwenye kizazi, ambapo daktari amesema ya kuwa tatizo hili linatibika endapo utaona hali ya tofauti katika mwili wako, hasa katika upande wa uzazi, iwe kwa mwanamke au kwa mwanaume. Wanataka kwenda kuonana na wataalamu wa afya mapema uweze kupata tiba sahihi kwa wakati sahihi. Mpaka wiki ijayo, jina langu Dafrosa Prosper. Endelea kuangalia vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa UTV, Azam TV, burudani kwa wote.